Kwa nini umeniacha Daniel, wakati nilikupenda kwa moyo wangu wote? Nilisimama nawe ukiwa maskini, lakini ulinitupa nilipokuwa mlemavu. Amina, umepona kweli. Mwanamke niliyemwacha akiwa hawezi kutembea, leo ndiye tajiri anayenisimamia. Uliniacha nilipokuwa sikusimama. Leo Mungu amenisimamisha mbele yako. Usiku ule mvua ndogo ilikuwa inanyesha taratibu kwenye mitaa ya jiji. Barabara zilikuwa na mwanga hafifu wa taa za njiani, huku upepo wa baridi ukivuma polepole. Amina alimkumbatia Daniel kwa nyuma akiwa wamepanda pikipiki yao ndogo ya zamani walioitumia kila siku kutafuta maisha. Licha ya umasikini wao, Amina alikuwa mwenye furaha kila alipokuwa karibu na mumewe. Mara nyingi alimwambia, maskini si tatizo, ili mradi tuna moyo wa kupendana. Daniel alikuwa akitabasamu kimya huku akiendesha pikipiki. Walikuwa wakirudi nyumbani baada ya kuuza bidhaa sokoni usiku huo. Mikononi mwao hawakuwa na pesa nyingi, lakini Amina bado alikuwa akiongea kuhusu ndoto zao za kujenga familia na kununua nyumba yao wenyewe siku moja. Ghafla, mwanga mkali wa taa ulionekana mbele yao. Gari kubwa lilikuwa linakuja kwa kasi ya kutisha. Daniel! Amina alipiga kelele kwa hofu. Daniel alijaribu kuikwepa gari hiyo, lakini ilikuwa tayari imewafikia. Kishindo kikubwa kilisikika. Pikipiki ilirushwa pembeni ya barabara. Watu wakaanza kukusanyika huku wengine wakipiga kelele kuomba msaada. Dakika chache baadaye, Amina alikuwa amelala hospitalini akiwa hawezi kuhisi miguu yake. Daniel alisimama pembeni ya kitanda chake akiwa amechoka na mwenye hofu kubwa. Daktari aliingia taratibu akiwa na uso mzito. Tumefanya kila tulichoweza, alisema kwa sauti ya polepole. Daniel akameza mate kwa wasiwasi. Daktari akamwangalia Amina kisha akasema, huenda asitembee tena. Chumba kizima kikawa kimya. Na kuanzia siku hiyo, moyo wa Daniel ukaanza kubadilika taratibu. Wiki kadhaa zilipita tangu ajali ile mbaya. Maisha ya Daniel yalikuwa yamebadilika kabisa. Kila siku alizunguka hospitalini na madukani, akitafuta pesa za dawa huku madeni yakiongezeka taratibu. Amina alikuwa bado amelala kitandani hospitali, uso wake ukiwa dhaifu lakini macho yake yakiwa na matumaini. Usichoke Daniel, alimwambia mara nyingi kwa sauti ya upole. Mungu atatufungulia njia. Lakini ndani ya moyo wa Daniel, uchovu ulikuwa unaanza kumla. Siku moja alipigiwa simu ya ghafla. Unatakiwa kufika ofisini kwa mzee Kiwale leo jioni, sauti nzito ilisema, kisha simu ikakatwa. Daniel alishtuka. Mzee Kiwale alikuwa mmoja wa matajiri wakubwa sana jijini. Watu wengi walitamani hata kumuona kwa mbali. Jioni hiyo Daniel aliingia kwenye jengo kubwa la kifahari akiwa na hofu. Sakafu zilikuwa zinameremeta kama kioo, walinzi wamesimama kila kona. Alipoingizwa ndani ya ofisi kubwa yenye harufu ya manukato ya gharama, alimkuta mzee Kiwale amekaa kwenye kiti kikubwa cha ngozi. Mzee huyo alimwangalia kwa muda mrefu kabla ya kusema, nimekuwa nikikufuatilia Daniel. Daniel akabaki kimya. Kisha mzee Kiwale akasema kwa sauti nzito, ninaweza kubadilisha maisha yako leo hii. Magari, nyumba, pesa, kila kitu. Daniel macho yakaanza kung'aa. Lakini kabla hajazungumza, mzee huyo akaendelea, lakini kuna sharti moja. Daniel akameza mate. Lazima umwache huyo mke wako. Kwa nini? Daniel aliuliza kwa mshangao. Mzee Kiwale akavuta pumzi ndefu. Binti yangu anakupenda. Nikikupa kampuni zangu zote, utamuoa. Usiku huo Daniel alirudi hospitalini kimya sana. Alimkuta Amina amelala usingizi kwenye kitanda chake cha wagonjwa. Daniel akamwangalia kwa muda mrefu, lakini kwa mara ya kwanza, moyo wake ukaanza kushindwa na tamaa ya utajiri. Asubuhi iliyofuata hali ya hewa ilikuwa ya mawingu mazito. Ndani ya nyumba yao ndogo kulikuwa kimya kisicho cha kawaida. Saa ya ukutani ilikuwa ikilia taratibu huku Amina akiwa amekaa kwenye wheelchair karibu na dirisha, akimsubiri Daniel azungumze. Tangu aliporudi usiku akiwa tofauti kabisa. Daniel alikuwa amesimama pembeni ya meza akionekana mwenye mawazo mengi. Macho yake hayakuwa tena na ule upendo aliokuwa nao zamani. Amina alimtazama kwa wasiwasi. Kuna nini Daniel? Aliuliza kwa sauti ya upole. Daniel akavuta pumzi ndefu bila kumwangalia usoni. Siwezi kuendelea na maisha haya. Maneno yale yalipenya moyoni mwa Amina kama kisu.
Unamaanisha nini? Aliuliza huku macho yake yakianza kujaa machozi. Daniel akafungua bahasha aliyokuwa ameishika mkononi na kuweka karatasi mezani. Karatasi za talaka. Amina alibaki akitetemeka. Daniel, unaniacha kweli? Baada ya yote tuliyopitia? Daniel hakujibu mara moja. Aligeuza uso wake pembeni kana kwamba alikuwa anakwepa kuona maumivu yake. Maisha haya yamenichosha, alisema kwa sauti baridi. Siwezi kuendelea kumlea mtu ambaye hata hawezi kutembea. Amina akaanza kulia kwa uchungu. Nilikuwa nawe ulipokuwa huna chochote, alisema huku sauti yake ikipasuka. Lakini Daniel tayari alikuwa amechukua begi lake. Alifungua mlango bila hata kugeuka nyuma. Amina alipiga kelele kwa maumivu makali kiasi kwamba jirani walianza kukusanyika nje ya nyumba wakidhani kuna msiba. Ndani ya nyumba kulisikika sauti yake akilia, Daniel, usiniache tafadhali. Lakini muda huo Daniel tayari alikuwa ameingia kwenye gari jeusi la kifahari lililotumwa na mzee Kiwale. Mlango wa gari ulipofungwa, ndivyo pia moyo wake ulivyofunga huruma yote aliyowahi kuwa nayo. Siku zilianza kupita taratibu baada ya Daniel kuondoka. Nyumba ile ndogo iliyokuwa imejaa vicheko zamani sasa ilikuwa kimya cha huzuni. Amina alibaki peke yake akiwa kwenye wheelchair akitazama mlango kila jioni kana kwamba Daniel angerudi ghafla. Lakini hakurudi. Pesa alizoacha zilimalizika haraka. Kodi ikaanza kudaiwa. Chakula kikapungua mpaka siku nyingine Amina alikuwa anakunywa maji tu ili kupunguza njaa. Jirani waliokuwa wakimsalimia zamani walianza kumbadilika. Wengine walimwangalia kwa huruma, lakini wengine walimcheka waziwazi. Unaona, mwanaume hawezi kubaki na mwanamke mlemavu, mwanamke mmoja alisema nje ya nyumba yake. Mumewe alimkimbia kwa sababu hana maana tena, mwingine akaongeza huku akicheka. Maneno yale yalimuumiza Amina kuliko hata majeraha ya ajali. Siku moja mwenye nyumba alifika akigonga mlango kwa nguvu. Nataka kodi yangu mwisho wa wiki, alipaza sauti kwa hasira. Amina alijaribu kumuomba muda zaidi, lakini mwanaume huyo aliondoka bila hata kusikiliza. Usiku ulipoingia, mvua kubwa ilianza kunyesha kwa nguvu. Paa la nyumba lilianza kuvuja kila kona. Matone ya maji yalikuwa yanaanguka ndani ya vyombo huku upepo ukitikisa madirisha ya zamani. Amina alikuwa amekaa gizani kwenye wheelchair yake, akiwa amekumbatia picha ya ndoa yao. Aliitazama picha hiyo kwa macho yaliyojaa machozi. Kwenye picha, Daniel alikuwa anatabasamu huku amemshika kwa furaha. Kwa nini uliniacha? Amina aliuliza kwa sauti ya uchungu kabla hajaanza kulia kimya kimya. Lakini kile ambacho hakukijua ni kwamba kila siku kulikuwa na mtu mmoja aliyekuwa akisimama mbali na nyumba yake, akimwangalia kwa siri bila yeye kutambua. Asubuhi iliyofuata baada ya usiku ule wa mvua kubwa, anga lilikuwa bado la mawingu mazito. Ndani ya nyumba, sakafu ilikuwa imejaa matone ya maji yaliyovuja usiku kucha. Amina alikuwa hajalala vizuri. Macho yake yalikuwa mekundu kwa kulia. Akiwa amekaa kwenye wheelchair, karibu na dirisha, alisikia mlango ukigongwa taratibu. Gong, gong. Mwanzoni alidhani ni mwenye nyumba amerudi kudai kodi tena. Kwa hofu alijisogeza polepole kwenda kufungua. Alipofungua mlango, alimkuta mwanaume mmoja mzee mwenye ndevu za mvi na nguo zilizochakaa kidogo. Mikononi alikuwa ameshika begi la zamani la ngozi. Mimi naitwa Bakari, alisema kwa sauti ya upole. Amina alimwangalia kwa mshangao. Mimi nilikuwa rafiki mkubwa wa marehemu baba yako. Maneno yale yalimfanya Amina anyamaze ghafla. Baba yake alikuwa amefariki miaka mingi iliyopita akiwa bado mdogo. Mnanijuaje? Aliuliza kwa sauti ya chini. Bakari akaingia ndani taratibu, kisha akakaa kwenye kiti cha zamani. Alionekana kama mtu aliyekuwa amebeba siri nzito kwa muda mrefu. Kabla hajafa, baba yako alinipa jukumu moja, alisema huku akifungua lile begi la ngozi. Ndani yake alitoa faili kubwa lililojaa nyaraka za zamani. Amina alipolifungua, macho yake yakapanuka kwa mshangao. Kulikuwa na hati za ardhi kubwa, nyumba na mali nyingi zilizokuwa zimeandikwa kwa jina la familia yao. Bakari akavuta pumzi ndefu. Baba yako alikuwa tajiri kuliko ulivyowahi kujua, alisema polepole. Baada ya kifo chake, baadhi ya watu walificha mali zake na kukufanya uamini kuwa hamkuwa na kitu. Amina alibaki kimya huku mikono yake ikitetemeka. Machozi yakaanza kumtoka tena.
Lakini safari hii hayakuwa machozi ya maumivu. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi ya mateso, tumaini lilianza kurudi moyoni mwake. Miezi kadhaa baada ya kumwacha Amina, maisha ya Daniel yalibadilika kwa kasi kubwa. Alikuwa akiishi kwenye nyumba kubwa yenye vioo vinavyomeremeta na magari ya kifahari yaliyokuwa yakimsubiri kila asubuhi. Safari za ndege, hoteli za gharama, pesa nyingi kwenye akaunti. Kila kitu alichowahi kuota kilikuwa mikononi mwake. Watu waliokuwa wakimdharau zamani sasa walikuwa wakimsalimia kwa heshima. Daniel alianza kuamini kwamba alifanya uamuzi sahihi kumwacha Amina. Lakini nyuma ya tabasamu lake amani haikuwepo. Ndoa yake mpya na Diana, binti wa mzee Kiwale, ilianza kuonyesha sura yake ya kweli. Diana alikuwa mwanamke mwenye kiburi kikubwa. Alimwona Daniel kama mtu aliyenunuliwa kwa pesa za baba yake. Kila siku ndani ya nyumba yao kulikuwa na ugomvi. Usijifanye muhimu mbele yangu, Diana alipaza sauti siku moja. Kama si baba yangu ungekuwa bado maskini kule mtaani. Maneno yale yalimchoma Daniel moyoni, lakini hakujibu. Kadiri siku zilivyopita, matatizo yaliongezeka. Kampuni za mzee Kiwale zilianza kupata hasara kubwa ghafla. Wateja wakaanza kuondoka. Madeni yakaanza kuibuka kila upande. Halafu siku moja habari mbaya ikafika. Mzee Kiwale alikuwa ameanguka ghafla na kupelekwa hospitali akiwa mahututi. Daniel alianza kuhangaika kuokoa biashara, lakini kila alichogusa kilionekana kuharibika zaidi. Magari yakaanza kuuzwa. Mali zikaanza kuchukuliwa na benki. Usiku mmoja Daniel aliketi peke yake ndani ya nyumba yake kubwa iliyokuwa kimya. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, alianza kukumbuka maisha aliyokuwa nayo na Amina. Na polepole akaanza kugundua kuwa utajiri aliyoutamani sana ulikuwa umegeuka laana. Baada ya kugundua mali alizoachiwa na baba yake, maisha ya Amina yalianza kubadilika taratibu. Kwa msaada wa Bakari, alianza matibabu katika hospitali kubwa yenye madaktari waliobobea zaidi. Safari hiyo haikuwa rahisi. Kila siku Amina alipitia maumivu makali ya mazoezi ya viungo. Mara nyingi alikuwa akianguka na kulia kwa uchovu, lakini hakukata tamaa. Bakari alikuwa pembeni yake kila wakati. Usisahau wewe ni mtoto wa mpiganaji, alimwambia mara nyingi kwa tabasamu la upole. Miezi ilianza kupita. Siku moja, ndani ya chumba cha matibabu kilichokuwa kimya, daktari alimwangalia Amina kwa makini kisha akasema, "Leo nataka ujaribu kusimama." Amina alishtuka kwa hofu. "Mimi?" aliuliza kwa sauti ya chini. Daktari akatikisa kichwa. Mikono ya Amina ilianza kutetemeka aliposhika pembeni ya kitanda. Taratibu alijaribu kuinua mwili wake, huku machozi yakianza kujikusanya machoni. Bakari alikuwa amesimama pembeni akiwa anamwangalia kwa matumaini. Sekunde chache zilionekana kama saa nzima. Halafu Amina alisimama. Miguu yake ilikuwa ikitetemeka, lakini alikuwa amesimama kwa nguvu zake mwenyewe. "Amina, umeweza." Daktari alipaza sauti kwa furaha. Machozi yakaanza kumtoka Amina huku akicheka na kulia kwa wakati mmoja. Bakari naye alianza kufuta machozi yake. "Baba yako angekuwa na furaha sana leo," alisema kwa sauti iliyovunjika. Baada ya muda, Amina hakutumia utajiri wake kwa anasa kama wengi walivyotarajia. Badala yake, alifungua kampuni na taasisi ya kusaidia walemavu, wajane na watu waliotelekezwa. Aliwapa kazi. Aliwalipia matibabu. Aliwarudishia matumaini yao. Habari zake zikaanza kuenea kila mahali. Na muda si mrefu, jina la Amina likawa maarufu nchi nzima. Miaka miwili ilikuwa imepita tangu maisha ya Daniel yaanze kusambaratika. Kile alichokiita utajiri wa ndoto kiligeuka kuwa kumbukumbu ya maumivu makali. Biashara alizoachiwa na mzee Kiwale zilikuwa zimeporomoka moja baada ya nyingine, na mikopo ilimkimbiza hadi akabaki hana kitu. Marafiki waliokuwa wakimzunguka alipokuwa na pesa walipotea mmoja baada ya mwingine. Simu zake zilianza kukaa kimya. Hakuna aliyekuwa akimtafuta tena. Diana, mke wake mpya, hakuweza kuvumilia maisha ya matatizo. Siku moja alikusanya vitu vyake na kuondoka bila hata kuaga. "Sitaki maisha ya umasikini," alisema kwa baridi, kisha akapotea. Nyumba kubwa aliyokuwa akiishi ilichukuliwa na benki.
Daniel akajikuta akiishi kwenye chumba kidogo cha kupanga, maisha yakimgeuza kuwa mtu wa kawaida kabisa aliyebeba majuto kila siku. Siku moja, akiwa mitaani akitafuta kazi ya kawaida ya kujikimu, alitembea kwa uchovu mkubwa. Mavazi yake yalikuwa ya kuchakaa, uso wake umejaa uchovu wa maisha. Akiwa anapita katikati ya jiji, macho yake yakatua kwenye bango kubwa lililokuwa limewekwa juu ya jengo refu. Taasisi ya Amina Foundation. Kuleta tumaini kwa wote. Daniel alisimama ghafla. Moyo wake ulianza kupiga kwa kasi. Polepole macho yake yakasogea kwenye picha ya mmiliki wa kampuni hiyo iliyokuwa katikati ya bango. Uso ule, tabasamu lile, haikuwa ndoto. Iweje? Amina, alinong'ona kwa mshangao mkubwa. Mikono yake ilianza kutetemeka bila kuthibitiwa. Macho yake yakawa mazito, kama mtu aliyegundua dunia imebadilika kabisa bila yeye. Alikumbuka kila kitu kwa sekunde moja: ajali, hospitali, talaka, machozi yake Amina. Na sasa, yeye aliyemwacha akiwa dhaifu, alikuwa amekuwa nguvu ya dunia. Kwenye jengo kubwa la kampuni ya Amina, akiwa na hofu isiyoelezeka. Kila hatua aliyopiga kuelekea mlangoni ilionekana nzito, kama miguu yake haikutaka kumtii tena. Walinzi walimwangalia kwa mashaka, lakini walipomwona jina lake kwenye orodha ya wageni, walimruhusu kuingia. Ndani kulikuwa na utulivu wa kifahari. Kila kona ya jengo ilionekana kama dunia nyingine tofauti kabisa na maisha aliyokuwa akiishi sasa. Moyo wake ulikuwa unapiga kwa kasi. Mlango mkubwa wa ofisi ya juu ulifunguliwa taratibu, na hapo akatokea Amina. Alikuwa amevaa suti ya kifahari ya rangi ya kijivu, nywele zake zikiwa nadhifu, na muhimu zaidi, alikuwa anatembea kwa uhakika kabisa, bila msaada wowote. Daniel alihisi dunia inazunguka. Macho yake yakapanuka kwa mshtuko. Amina, alisema kwa sauti iliyokatika. Umepona? Amina alisimama mbele yake kimya kwa muda, akimwangalia kama mtu anayesoma historia ya mbali sana. Uso wake haukuonyesha hasira kubwa wala furaha ya haraka. Kulikuwa na utulivu wa kina, uliotokana na maumivu aliyopitia. Kisha akasema kwa sauti tulivu, lakini yenye uzito, uliniacha nilipokuwa siwezi kusimama. Daniel alishusha macho, machozi yakianza kujikusanya. Amina akaendelea. Lakini Mungu alininyanyua mbele ya watu wote waliodhani nimeisha. Kimya kikazaa kati yao. Daniel hakuvumilia zaidi. Machozi yakaanza kumtoka hadharani mbele ya watu wachache waliokuwa ndani ya ofisi. Naomba unisamehe, alisema kwa sauti iliyovunjika. Nilikosa kila kitu. Alijaribu kusogea karibu, lakini miguu yake ilitetemeka. Amina hakusogea wala hakurudi nyuma. Aliendelea kumtazama tu. Na kwa mara ya kwanza, Daniel akahisi mzigo wa kila uamuzi wake ukimrudia wote kwa pamoja. Kimya kizito kilitanda ndani ya ofisi kubwa ya Amina. Daniel alikuwa bado amesimama mbele yake, macho yake yakiwa mekundu kwa machozi, akijiandaa kwa adhabu, kejeli au kufukuzwa kama alivyostahili kwa yote aliyoyafanya. Moyo wake ulimwambia Amina asingemsamehe kamwe. Lakini Amina alifanya kitu ambacho hakukitarajia hata kidogo. Polepole alifungua drawer yake ya mezani na kutoa bahasha nyeupe safi. Aliishika kwa mikono yake yenye utulivu, kisha akamkabidhi Daniel. Daniel aliitazama kama haelewi. Hii ni nini? Aliuliza kwa sauti ya kutetemeka. Amina akamwangalia moja kwa moja machoni. Ndani yake kuna pesa za kutosha kukusaidia kuanza maisha mapya, alisema kwa utulivu mkubwa. Daniel alirudi hatua moja nyuma kana kwamba amechomwa. Baada ya yote niliyokufanyia, bado unanisaidia? Sauti yake ilivunjika kabisa. Machozi yakaanza kumtoka tena bila udhibiti. Amina akavuta pumzi taratibu, kisha akasema, maumivu yalinifundisha kitu kikubwa sana. Alinyamaza kwa sekunde kisha akaendelea. Usipolipa ubaya kwa ubaya, Mungu hukupandisha zaidi ya ulivyowahi kuota. Daniel hakuvumilia tena. Miguu yake ikakosa nguvu, akapiga magoti pale pale sakafuni ya ofisi ile ya kifahari. Alifunika uso wake kwa mikono na kulia kwa uchungu mkubwa, machozi yakidondoka kama mtu aliyebeba majuto ya maisha yote. Watu waliokuwepo walikaa kimya kabisa, hakuna aliyethubutu kuzungumza. Amina alimtazama kwa muda mrefu, kisha akageuka taratibu kuelekea dirishani akitazama nje ya jiji kubwa.
Na Danieli pale chini akagundua ukweli ambao usingefutika tena moyoni mwake, kwamba mtu aliyemwacha akidhani hana thamani ndiye aliyekuwa amebeba moyo mkubwa kuliko wote aliowahi kukutana nao duniani.